kwa Zai. Mmedondosha alama hapa, mmepata alama moja mbele ya TRA. Ni wazi mmekutana na mchezo mgumu na kipimo sahihi pia kwenye ligi. Mchezo umemalizika kwa matokeo ya kuumiza, sare ya bila kufungana. Ni matokeo mabaya hasa kwa Simba Sports Club, lakini ni matokeo ya kawaida kwenye ligi kuu ya NBC. Ni matokeo ya kawaida kwenye mpira wa miguu. Kwenye mbio zenu za ubingwa lazima mkutane na matokeo kama haya ya kushtusha, matokeo kama haya ya kushangaza, lakini unaweza usishangae sana kwa sababu ya aina ya timu ambayo tumepata sare kwayo, kwa maana ya TRA. Tangu mwanzo tulifahamu ugumu wa mchezo huu, na hii ni kutokana na ubora wa wapinzani wetu TRA. Miongoni mwa timu ambazo ni ngumu, ni bora, zenye ushindani halisia, basi ni timu ya TRA. Imetupa upinzani mkubwa na tumeambulia sare ya bila kufungana, tumeondoka na alama moja. Ni matokeo mabaya, lakini hatuna budi kuyapokea, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kikombe hiki cha TRA tumekimaliza rasmi baada ya gharisha za hapa na pale, na sasa tunaangalia safari ya mbele zaidi. Nachukua nafasi hii kuwapa pole mashabiki wetu wa Simba kwa matokeo haya, lakini wasife moyo. Bado nafasi ya Simba kufanya vizuri msimu huu ni kubwa kweli kweli. Nitegemea kukutana na hili kwa TRA kwa sababu baadhi ya timu pia wakati zinakuja hapa zilipata sare na mkaona kama vile walikuwa pengine hawawezi. Ukiangalia sare ambayo sisi tumeipata, japo inasimama kuwa ni sare, lakini unaona kabisa na sisi walau tuliweza kupambana na TRA. Tumeweza kushambulia, ziko target ambazo tumepiga na kosa nyingi ambazo tumefanya, lakini wako wengine hapa ambao wamepata sare bila hata on target moja kwa dakika 90. Ndio uweze kuona walau sisi tuna timu bora kiasi gani, na ndio maana hii sare haijatuvunja moyo pakubwa, kwa sababu tunaamini kwa ubora wa timu yetu tuna uwezo wa kupata matokeo ya ushindi katika timu nyingine ambazo tutawahi kuzizidi. Lakini kwa Tabora ungetegemea kuona matokeo kama haya kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. Haishangazi kuona matokeo haya kwa sababu hakuna ambaye amewahi kufurukuta hapa mbele ya TRA. Yote kwa yote tumepata matokeo haya, lakini sisi Simba Sports Club matokeo haya hayajatutoa katika mstari wa mapambano kuelekea katika ubingwa. Haina shida, gepo linaongezeka, lakini litamalizika vile vile. Sisi ndio tunaojua gepo tutalimalizaje. Kwa hiyo acha gepo liongezeke, lakini Simba tutalimaliza hilo gepo, wala usikuwe na mashaka hata kidogo, ndugu mwandishi. Mechi hii nimepoteza matokeo kwenye sare ya 6 hii. Pengine kuna tathmini ambayo mnaifanya ili kuhakikisha tunakwenda kuondosha hizi sare, kwa sababu pia ndio chachu ama ni chanzo cha nini kukosa ubingwa kwenye tumekuwa na mfululizo wa mechi ngumu. Tumecheza wiki iliyopita mechi dhidi ya Azam. Ilikuwa mechi ngumu kweli kweli, intensity ilikuwa kubwa, mechi ilikuwa tough kweli kweli, na ukitaka kuthibitisha hilo angalia matokeo vile vile ya Azam hii leo ambao ameyapata dhidi ya Mbeya City. Huwezi kutumia nguvu kubwa kwenye mechi kama ile alafu ukaja ukapata matokeo mazuri kwenye mechi kama hii dhidi ya TRA ambao walikuwa wamekaa wanakusubiri wewe uje ushughulike naye. Kwa hiyo sare tuliyoipata dhidi ya TRA ni sare ambayo haishangazi pakubwa kutokana na ugumu wa mpinzani wenyewe, lakini kutokana na ubora wa mpinzani mwenyewe. Kitu muhimu kwetu ni kutotingishika kwenye malengo yetu msimu huu. Bado sisi tunaamini tunayo nafasi ya kufanya vizuri katika michezo mingine ambayo imebakia. Semaji, aina ya mchezo ambao umeonyesha leo hii pengine inatoa tafsiri gani kwa katika mchezo wenu wa mtoano? Tumepata sare, lakini hatukuzidiwa, hatukutengenezewa hatari ya kutuweka roho juu. Tumepata sare, lakini tulikuwa kwenye ubora wetu ule ule, na tumekosa nafasi kadha wa kadha ambazo kama ingekuwa siku yetu hii leo nyama ilikuwa anaondoka na walau goli moja. Nafasi kama ile ya Rushaine The Rock, kila mmoja anaona kama inaingia hivi, kumbe ndio inatoka. Lakini kwa hiyo tumepata sare, lakini timu yetu haikuzidiwa. Timu yetu ilikuwa kwenye ubora ule ule. Sasa kuelekea katika mechi inayofuata, maana yake ni kwamba tunachukua huu ubora ambao tumekuwa nao hii leo, tunarekebisha makosa kidogo
aliyotokana na mchezo wa hii leo, alafu tunakwenda kwenye mechi ya mtoano dhidi ya Dodoma Jiji tukiwa na matumaini ya kufanya vizuri. Sisi matumaini ya kufanya vizuri kwenye mechi inayokuja ni makubwa kweli kweli, kulingana na performance ambayo tumeionyesha hii leo. Sare dhidi ya, unajua katika ligi ya Tanzania miongoni mwa timu bora ni pamoja na TRA, maana ukitoa Simba unakuja TRA, zinakuja timu nyingine. Kwa hiyo ukipata sare dhidi ya TRA sio matokeo ya kuanza kukunyong'onyeza, matokeo ya kuanza kukumiza, kwa sababu umepata sare na timu ambayo msimu huu hasa raundi ya pili hii imejipata vizuri. Tumeumia kwa sababu malengo kwenye mpira wa miguu ni kupata ushindi, lakini ukitokea umepata sare maana yake unaingia kwenye msonono, na ukizingatia tupo kwenye vita kubwa. Kwa hiyo unatamani kila mchezo ushinde, lakini uhalisia hauko hivyo kwamba utashinda kila mchezo. Kuna wakati unakutana na kigingi kama hiki, unajikwaa, unajipanga kwa mechi inayofuata. Na unadhani pengine TRA kwa nini wamefurahia sana hii sare? Kwa TRA kwao ni matokeo mazuri kwa sababu tofauti ya TRA na Simba ni kwamba TRA yeye akipata ushindi sawa, akipata sare sawa. Kwa Simba sisi tunataka ushindi tu, hatuna option nyingine. Kwa hiyo wao wamekosa option A ya kupata ushindi, wamepata option B ya kupata sare. Kwa hiyo wana ruhusa na haki ya kufanya sherehe kubwa. Nilimsikia msemaji wa Dodoma asubuhi akisema kwamba wao hawana taarifa, nasikia kama mzee anaposema mechi inachezwa hapa. Elim Panzo ameanza kurejea taratibu, bado hajakuwa na utimamu mkubwa sana wa kuweza kupewa nafasi ya kucheza katika mechi kama hizi. Pengine tunataraji mchezo unaofuata dhidi ya Dodoma Jiji anaweza kuwa tayari amesha kaa kwa 100% na atakuwa sehemu ya mchezo. Kwa Dodoma hawana taarifa. Kazi ya kuwapa taarifa Dodoma Jiji sio sisi, ni shirikisho la kandanda Tanzania. Kwa hiyo kama wao hawana taarifa, hiyo ni kazi ya TFF, kama ulizeni Clifford Mado Ndimbo. Lakini mchezo ni hapa Sheikh Amri Abeid siku ya tarehe 12, yes, tarehe 12, na itakuwa ni mechi ya kombe la shirikisho la CRDB. Na kwa kipekee kabisa nichukue nafasi hii kwanza kuwapa pole mashabiki wa Arusha na kaskazini yake kwa matokeo haya ambayo tumeyapata hii leo, lakini wasivunjike moyo na wasiache timu yao. Matokeo haya yasiwafanye sasa Simba bwana, basi tena mechi inayofuata hatuendi uwanjani ama siendi uwanjani. Matokeo ya leo yanaumiza, lakini lazima tuendelee kusimama imara kuipambania Simba yetu, na ukizingatia ni kwamba ni mashindano mawili tofauti, kwa maana hii ni ligi kuu ya NBC. Matokeo yake ya leo yanajitegemea, na mechi ambayo tunakwenda kucheza tarehe 12 dhidi ya Dodoma Jiji ni mechi ambayo matokeo yake yanajitegemea. Lakini mechi ya Dodoma Jiji ndio mbaya zaidi, kwa sababu ukifungwa umetoka. Sasa sidhani kama yuko shabiki yote wa mnyama ambaye yuko tayari kuiona Simba inaishia hatua hiyo, sio ya 16 bora, sio na ngapi. Kila mwana Simba anataka kuiona Simba ikifanya vizuri, na sisi tunaamini katika kombe la CRDB tunayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Lakini hiyo nafasi tunaipataje? Tunaipata kwa wana Simba kujitokeza, na siku ya tarehe 12 Jumapili twende kwa pamoja, twende tukamshughulikie Dodoma Jiji.